Koba Mabula, naibu katibu mkuu anayeshughulikia utalii. Asante sana. Jenerali mstaafu George Waitara, mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Sana. Yupo Meja Jenerali mstaafu Hamis Semfuko, mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA. Kwa Dr. Oswald Masebo, mwenyekiti wa bodi ya shirika la makumbusho ya taifa. Ndugu David Manyanza, mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya utafiti ya wanyamapori TAWIRI. Profesa Veridiana Masanja, mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI. Profesa Yunus Mgaya, mwenyekiti wa bodi ya chuo cha usimamizi wa wanyamapori Mweka. Ndugu Iman Kajula, mwenyekiti wa bodi ya chuo cha taifa cha utalii. Dr. Angela Mwakatobe, mwenyekiti wa bodi ya chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora. Profesa Jafari Kidegesho, mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa uhifadhi wa wanyamapori Tanzania. Profesa Yonika Ngaga, mwenyekiti wa bodi ya chuo cha viwanda vya misitu Moshi. Ndugu Said Kamgisha, mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya utalii Tanzania TTB. CPA Christina Mongi, mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya mfuko wa misitu Tanzania. Profesa Dos Santos Silayo, kamishna wa uhifadhi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Ndugu Musa Kuji, kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA. Dr. Elirehema Dorie, kamishna wa uhifadhi mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro NCCA. Ndugu Mlage Kabange, kaimu kamishna wa uhifadhi mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA. Dr. Eblate Mjingo, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania. Ndugu Ephraim Mafuru, mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania. Dr. Noel Luoga, mkurugenzi mkuu shirika la makumbusho ya taifa Tanzania. Dr. Revocatus Mshumbus, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania. Dr. Alex Lobora, mkurugenzi wa wanyamapori. Mheshimiwa Irene Kikoti. Haya, mbunge huyu wa bunge la vijana la Afrika Mashariki. Nilisita kidogo kumuita mheshimiwa kwa sababu sijui kama na wao wanaitwa waheshimiwa. Karibu sana bungeni. Lakini hapa ameandikwa mheshimiwa, kwa hiyo nisije nikahukumiwa. Ameandikwa mheshimiwa, kwa hiyo mheshimiwa mbunge wa bunge la vijana. Wageni wengine wa mheshimiwa Balozi Dr. Pindichana ni ndugu Mkue Isale, mke wa Dr. Hassan Abbas, katibu mkuu wa wizara. Sijui amekaa upande gani? Aha. Sawa. Huyu wengine wanamfahamu kwa jina la Mami Baby. Haya, yupo pia mtoto wa Dr. Hassan Abbas ambaye ni ndugu Sabrina Abbas. Karibuni sana. Waheshimiwa wabunge, wageni wengine wa mheshimiwa Balozi Pindichana ni madiwani wa viti maalum na wenye viti wa Umoja wa Wanawake Tanzania kutoka wilaya ya Wanging'ombe na Ludewa, mkoa wa Njombe. Karibuni sana.
lakini pia anao wageni wengine ambao ni viongozi wa kampuni ya Pan African Tourism Board wakiongozwa na rais wa bodi ndugu Mariam Lezian. Karibuni sana. Waheshimiwa wabunge, tunao sasa wageni wengine ambao ni wageni wenu. Wageni wa Mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaro ambaye ni waziri wa Katiba na Sheria. Huyu ni mpiga kura wake kutoka Songea mkoani Ruvuma, ndugu Magdalena Kitwana. Wageni wanne wa Mheshimiwa Deus Clement Sangu ambaye ni naibu waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, ambao ni wapiga kura wake na wafanyabiashara kutoka jijini Dar es Salaam. Mgeni wa Mheshimiwa Festo Richard Sanga ambaye ni ndugu Hakizimana Jean Dieu ambaye ni rafiki yake kutoka Kigali nchini Rwanda. Mgeni wa Mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi ambaye ni Bryson Tambu mpiga kura wake kutoka Musoma mkoani Mara. Mgeni wa Mheshimiwa Riziki Saidi Lulida ambaye ni ndugu Bernard Mwanawile kutoka Taasisi ya Mazingira, yani the Media and Climate Change Conservation Organization kutoka jijini Dar es Salaam. Wageni wawili wa Mheshimiwa John Danielson Palanjo ambao ni ndugu zake kutoka jijini Dodoma. Wageni watatu wa Mheshimiwa Agustin Holevuma ambao ni viongozi wa kampuni ya Alfredo Store Limited, wauzaji wa suti kutoka jijini Dar es Salaam na Dodoma. Asante sana. Wageni 41 wa Mheshimiwa Justin Lazaro Nyamoga ambao ni kwaya ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Ihimbo kutoka kata ya Ihimbo wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, wakiongozwa na diwani wa kata ya Ihimbo Mheshimiwa Hezron Nganyagwa. Karibu sana. Waheshimiwa bunge, tunao wageni pia waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Kwanza ni wanafunzi 50 na wahadhiri wawili wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA kutoka mkoani Singida. Karibuni sana. Wanafunzi 72 na walimu 20 wa shule ya msingi Padri Dino kutoka Manyoni mkoani Singida. Karibuni sana. Wanafunzi 46 na walimu 4 wa shule ya awali na msingi Austin kutoka Mpwapwa mkoani Dodoma wakiongozwa na mkurugenzi wa shule ndugu Siana Lema. Karibuni sana. Viongozi 45 wa serikali ya wanafunzi wa Taasisi ya Uhasibu Arusha kampasi ya Dodoma. Karibuni sana bungeni. Waheshimiwa wabunge, lipo tangazo lingine ambalo linatoka kwa katibu wa bunge. Waheshimiwa wabunge wote mnatangaziwa kwamba siku ya kesho Jumanne tarehe 20 Mei 2025 kutakuwa na kikao cha spika na wabunge wote. Wabunge wote mnasisitizwa kuhudhuria kikao hicho ambacho kitafanyika kuanzia saa 10. Kwa hiyo ikiwa wako wabunge ambao hawako Dodoma, basi tafadhali mnaokaa nao jirani kwenye viti, tafadhali wajulisheni kesho wawe Dodoma saa 10 kutakuwa na kikao cha wabunge wote. Asanteni sana. Basi tunaendelea na ratiba yetu. Sasa waheshimiwa wabunge, kabla sijamuita katibu wa bunge, nimpe nafasi Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayo taarifa fupi kwa ajili ya bunge.